shida ya wanyamapori waharibifu hasa tembo na mbogo, wanaharibu mazao ya wananchi na kuharibu vyanzo vya maji. Mifugo yetu tumeuza, tumejenga mabwawa kwa ajili ya mifugo yetu, lakini baadaye nitawaleta wataalamu nao waseme wafafanue. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Wananchi wa kata Nalarami wilayani Monduli mkoani Arusha wameiomba serikali kupitia kwa mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Kadogo kuchukua hatua za haraka kukabiliana na kero ya tembo wanaovamia makazi na mashamba yao, hali inayohatarisha usalama wa wananchi na kuathiri shughuli zao za kiuchumi. Ombi hilo limewasilishwa na wananchi pamoja na mtendaji wa kata Nalarami wakati wa muendelezo wa ziara ya Mheshimiwa mbunge kwa kuwashukuru wananchi kwa kumchagua kwa mwakilishi wa bungeni. Katika mkutano huo, wananchi walieleza kuwa tembo wamekuwa wakivamia maeneo yao mara kwa mara, jambo linalowalazimu kuvuna mazao kabla hayajakomaa kwa hofu ya kuharibiwa. Aidha, walibainisha kuwa tembo hao pia wamekuwa wakiwazuia kutumia mabwawa madogo waliochimba kwa ajili ya kunyeshwa mifugo, jambo linaloongeza ugumu wa upatikanaji wa maji na kuathiri shughuli za ufugaji ambazo ndizo tegemeo kuu la wakazi wengi wa eneo hilo. Akizungumza na wananchi, mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano maarufu Kadogo aliwahakikishia kuwa hatapuuza kilio chao, akisema kuwa wananchi walimchagua ili awe sauti ya ubungeni na katika serikali, hivyo atahakikisha anasimamia kero zote zinazowakabili mpaka zipate ufumbuzi. Mbunge huyo alieleza kuwa changamoto zinazoweza kutatuliwa katika ngazi ya jimbo zitafanywa kazi kwa haraka, huku zile zinazohitaji mamlaka za juu zaidi zikiwasilishwa serikalini kwa hatua stahiki. Pia alifafanua kuwa ameambatana na wataalamu kutoka idara mbalimbali ili kutoa majibu papo kwa baadhi ya changamoto zinazowasilishwa na wananchi. Kwa upande wake, afisa kutoka idara ya maliasili aliwahakikishia wananchi kuwa gari la doria lipo kuendelea kufanya operesheni za kuwafukuza tembo wanaokaribia makazi ya watu na mashamba ili kupunguza madhara yanayosababishwa na wanyama hao na kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Mbali na changamoto ya uvamizi wa tembo, viongozi wa eneo hilo pia pamoja na wananchi waliwasilisha pia kero nyingine zinazowakabili, ikiwemo ubovu wa barabara unaosababisha ugumu wa usafiri na usafirishaji wa mazao pamoja na ukosefu wa huduma ya maji safi na salama katika baadhi ya maeneo ya kata hiyo. Wakazi hao waliomba serikali kupitia kwa mbunge wao kuhakikisha changamoto hizo zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu ili kuboresha maisha yao na kuchochea maendeleo ya kata ya Nalarami. Ikumbukwe ziara ya mbunge Kadogo inalenga kutembelea kata zote za jimbo la Monduli kwa lengo la kuwashukuru wananchi kwa imani walioionyesha kwa kumchagua kwa mbunge wao pamoja na kutoa shukurani kwa kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ziara hiyo pia inatoa fursa kwa wananchi kuwasilisha kero na changamoto zinazowakabili ili zipate ufumbuzi kupitia viongozi na wataalamu wanaoambatana na mbunge huyo. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Sisi kama kitongoji tumejenga mabwawa mawili pale kwenye kitongoji. Hakuna maji pale hata tone. Mifugo yetu tumeuza, tumejenga mabwawa kwa ajili ya mifugo yetu. Tembo tu wamepiga kwa zile nani zao wakamaliza kabisa. Kwa hiyo hata hivyo tunaingiza kilio serikali ya Samia ya kuletea mafuta. Hao wananchi wangu wako tayari kwa kuchangia mafuta. Kwa hiyo tunaomba wasilishe hilo. Mheshimiwa mbunge, kata ya Nalarami ina changamoto ya ofisi ya kata na vijiji vyote vitatu. Kata hii haina ofisi hata moja. Kama unavyo jengo hilo hapo, na miaka haliwezi kuisha mpaka leo. Changamoto nyingine, tuna tatizo la mtandao katika kata ya Nalarami. Hatuna mtandao aina yoyote. Hata ndugu mmoja hapa atoke apige simu, hakuna simu inayotoka wala kuingia. Tunaomba tuweze kupatiwa mtandao wa Voda, Airtel au Tigo. Mmoja hapo unaweza kutusaidia. Tuna changamoto kubwa ya ukosefu wa maji. Mheshimiwa mbunge, chakula nitakupa ila maji sitakupa. Wananchi wa Nalarami wanateseka na changamoto ya maji. Mabawa
Kijiji cha Lengiloriti hakina bwawa, kuna changamoto ya maji, na ikiwezekana kuna yale maji yanayokumba vijiji vitatu, yakipatikana pale Meserani tunaomba aserereke moja kwa moja katika Nalami. Mheshimiwa Mbunge, tuna ukosefu wa umeme katika vitongoji vyote 7 vya Nalami. Hapa Nalami maboma yaliyopata umeme yanahesabika, Engorika yanahesabika, hayazidi 2 matatu. Kwa hiyo kuna changamoto ya umeme, tunaomba tusaidie kwa hilo hapo. Tuna tatizo la ukosefu wa nyumba ya watumishi, hasa kijiji cha Engorika. Tuna changamoto ya nyumba ya walimu, tuna changamoto ya nyumba ya madaktari. Tunaomba tusaidie. Tuna shida ya wanyamapori waharibifu, hasa tembo na mbogo, wanaharibu mazao ya wananchi na kuharibu vyanzo vya maji, hasa mabwawa. Tunaomba tusaidie. Changamoto kubwa inayokumba kata ya Nalami, kijiji cha Engorika kuna mgogoro na kijiji cha Meserani. Tunaomba uweze kupatiwa ufumbuzi, kijiji cha Engorika kiweze kupima na kupata hati miliki ya ardhi. Kijiji cha Engorika na kijiji cha Lengiloriti havina hati miliki ya ardhi. Hiyo ni changamoto. Pia Mheshimiwa Mbunge, katika kata ya Nalami tuna upungufu wa watumishi, hasa walimu, na mtumishi idara ya kilimo hayupo kabisa. Naomba kuwasilisha hizo changamoto. Shukrani zetu za dhati. Mheshimiwa Mbunge, tunatanguliza shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha ya miradi ya maendeleo katika wilaya yetu ya Monduli. Asante sana. Mheshimiwa, naomba usaidie changamoto zinazokumba kata ya Nalami. Ila Mheshimiwa Mbunge, katika mapendekezo ya mtendaji amesema hatuna ofisi ya kata. Mheshimiwa Mbunge, kuna milioni 10 ambazo tulipata kutoka kwenye mfuko wa jimbo. Tunaomba TAKUKURU wafanyie uchunguzi, kwa sababu mpaka sasa hatujui zimefanya kazi gani. Ofisi ingekuwa imeshasogea kwa sababu ilikuwa ilishaanzaga tu. Kwa hiyo kabla ya kuleta fedha zingine, milioni 10 zilizotolewa za mfuko wa jimbo ni fedha za serikali, zifanyiwe uchunguzi, tujue zimefanya nini, ndipo tupate fedha zingine. Mheshimiwa Mbunge, kwenye mikutano yako mingi, na bahati nzuri mimi nimekuwa diwani ambao nimeenda kata zote ambazo tumetembelea, kina mama wamekuwa wengi katika mikutano yako mingi, na kina mama hao sisi ndio wawakilishi wao. Mheshimiwa Mbunge, zawadi ulizozipokea hapa, hata kama ng'ombe ni mkubwa kuliko mbuzi, lakini mbuzi ulizopokea nyingi ni za hawa mama. Wamama hao wana changamoto ya maji, walitaka leo kubeba ndoo kichwani ili uweje uwatue ndoo kichwani. Mheshimiwa Mbunge, kina mama wa Nalami wana imani na wewe. Tunaomba maji, tunaomba maji yawe ya bwawa, maji hayo yawe ya bwawa, yawe ya bomba, lakini tunaomba maji. Mheshimiwa Mbunge, wataalamu wa halmashauri ya wilaya ya Monduli wanazembea kwa vitu vingi. Tulipata milioni 400 na zaidi kwa ajili ya ujenzi wa bwawa hapo Nalami, na ilikuwa special, na inaniuma sana kwa sababu nilikuwa katika watu ambao tumechezesha ili tuweze kupata hilo bwawa, lakini wataalamu wako wameshindwa kulisimamia. Mwisho wa siku bwawa limeziba kwa udongo, mpaka sasa hatuna maji kwa uzembe tu wa wataalamu wa Monduli. Na kati fedha zimetoka kwenye Wizara ya Mifugo, zingesimamiwa vizuri, tungepata bwawa leo, tusinge kulalamikia hapa maji. Zile fedha hazikusimamiwa vizuri, na ni fedha za serikali ambao umekuwa ukisemea kila siku. Mheshimiwa Mbunge, tunaomba katika utekelezaji wako, cha kwanza mkandarasi aliochimba lile bwawa achukuliwe hatua, tujue nini kilitokea mpaka bwawa lile limejaa udongo. Na ulikuja kutembelea na kamati ya siasa akiwepo dadangu Rukia, nilikuja mkatembelea pale, ukashauri ule udongo usogezwe kwa sababu utaziba lile bwawa, lakini kutokana na uzembe wa wataalamu tulionao katika halmashauri ya wilaya Monduli, wamezembea kulifuatilia mpaka bwawa limeziba. Mheshimiwa Mbunge, sisi hatuna viwanja vilivyouzwa mara mbili, hatuna makazi tunaogombania, tunagombania kupata maji. Mheshimiwa Mbunge, tunateseka. Wanawake hawa wanakaa kwenye mkutano wako mpaka sasa hivi, wakifika baadaye hao unaoona watakimbilia nyumbani wakawasubiri wawachape, kwa sababu walichelewa wakati wanatafuta
kufika hapa, lakini wanakusikiliza ili baadaye wataenda kuchapa. Ukisimama hapa waombee msamaha kwa siku ya leo, wasiende kuchapa na uahidi kwamba utawaletea maji. Mheshimiwa Mbunge, tunateseka kwa zahanati ambayo umetuletea wewe. Wewe ndio umetuletea zawadi ya zahanati Engorika, na nilisimama nikasema sitakuja kuomba kura Engorika kama hatujapata zahanati. Zahanati ile tumepata, zahanati imekamilika, vifaa vimeshaletwa, lakini mpaka sasa haijafunguliwa. Ni kwa sababu tu ya nyumba ya daktari. Mheshimiwa Mbunge, kuna fedha milioni 10,500 ambazo zilitolewa kwa ujenzi wa choo. Bahati nzuri tumepata mfadhili wa kutoka shirika la Mwasi, Jennifer Richard, amejenga kile choo, kimekamilika na umekagua umethibitisha kwamba kimekaa vizuri. Mheshimiwa Mbunge, naomba zile fedha zifanywe reallocation, zianze nyumba ya daktari ili tuweze kuanza ile zahanati. Mheshimiwa Mbunge, wanawake hao unaoona wanateseka, barabara ulizopita ni mbaya, hawana mahali pa kupita kwenda zahanati, wanakimbilia zahanati ya Meserani ambao ni kilomita kutoka na Engorika kwenda zahanati ya Meserani kilomita 7. Mheshimiwa Mbunge, kwenda na kurudi 14. Mwanamke ana mimba, amechoka, anataka kwenda kujifungua, akimbilie kilomita 14 kupata zahanati, wakati Mheshimiwa Rais ametujengea zahanati eti kwa sababu tu ya nyumba ya daktari tunashindwa kufungua. Mheshimiwa Mbunge, daktari tunayo, vifaa tunayo, tunaomba zahanati ianze kufanya kazi au tunaomba mobile ianze kufanya kazi pale wakati tunasubiri kupata nyumba ya daktari. Mheshimiwa Mbunge, asante. Kwanza nimekuja kuwashukuru kwa kura mlizonipa. Hata Nara mimi nawapiga kura 3,022. Kuna mtu ananiulizaga hivi, unajua mimi uzuri mmoja, jimbo lote najua. Kila kata najua inawapiga kura ngapi. Jana niliwaambieni Mwita kuna wapiga kura ngapi? 7,918. Na hapa leo nawaambia nini, mkaangalie kuna wapiga kura 3,022. Mmenipa kura. Ana wanabagura ikulie do maoni ya mo. Maoni yake hauna kwamba inawezekana nilo ndini gondi. Anake? Yesu na mirao nilo bunge. Anakora ni roho 3,322 ndio. Kinila unana ni wako bunge. Sasa ile mmenipa nikawa mbunge. Nimekuja kuwashukuru sana kwa kura mlizonipa. Abeki ndai ya shenale. Lakini niwashukuru kwa kura mlizompa Mama Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye anawashukuru sana sana kwa kura mlizompa. Lakini niwashukuru kwa kura mlizompa Lenano ili awe diwani. Asanteni sana sana sana. Nimekuja kuwashukuru yote hiyo. Lakini nikasema nikishukuru nitasikiliza na kero. Nikimaliza kusikiliza na kero nitasikiliza na ushauri. Nitawaleta wataalamu nao waseme wafafanue. Tumesikilizana jamani? Ndio nita. Kwanza najua kuna shida ya maji. Hilo nalijua kabisa. Na wakati leo nakuja huku nilimpigia waziri wa maji Mheshimiwa Aweso. Bahati nzuri au bahati mbaya alikuwa yuko kwenye ndege anasafiri. Akaniambia, Mheshimiwa Mbunge, hatutaweza kuzungumza kwa sababu niko safarini, niko kwenye ndege. Nikamwambia nakwenda Nalaramie kuna shida kubwa ya maji. Niwaambie nini wana Monduli, hususan wana Nalaramie? Akaniambia, nilikuwa namuonyesha katibu hapo message. Nenda kawaambie maji ya vijiji 13. Nenda kawaahidi wewe kama mbunge kwamba hayo maji yatakuja. Na mimi nataka niwaambieni, katika eneo nitasimama. Na mnisikilize kwa makini. Katika eneo nitasimama kuhakikisha maji yanafika Nalaramie. Ala, ndio nabawa nale. Tena bawa ngarangalale. Malu. Hiyo nawaambieni leo. Kama maji hatafika, ikifika kipindi cha uchaguzi sitakuja. Kwa sababu sitakuwa na kitu cha kuwaambia, kwa sababu mmenipokea na ndoo ambaye haina maji. Hivi nakuja kuwaambia nini kama hamna maji? Kera. Kwa hiyo naomba niwaahidi, mmenichagua kuwa mbunge, nitasimama kuhakikisha maji yanafika Nalaramie. Na hivi tukitoka na manager hapa wa maji, manager wa maji yuko hapa. Atasema
Na mimi nikimaliza ziara yangu kesho kutwa, nitaondoka kwenda Dar es Salaam kwenda kuangalia yale mabomba yamefikia wapi na lini zinaletwa kwa ajili ya kuanza kuchimbia chini ili maji yaanze kutoka Arusha kuja wilaya ya Monduli. Na meneja utakaposimama hapa, uwaambia wananchi ni lini utakwenda na mbunge Dar es Salaam kwenye kiwanda cha bomba kwenda kuangalia, na tutakwenda na mtu wa habari ili nikifika Dar es Salaam nizungumze pale, muone nimefika Dar es Salaam kuangalia bomba, tuone ni lini mabomba yatakuja, kwa sababu hao wananchi wanataka maji. Kwa hiyo katika hoja zako utakazosimama hapa, ndugu yangu injinia wa maji, uzungumze na hiyo, ni lini utaondoka na mbunge kwenda kufuatilia na kuhakikisha mabomba yale yanaanza kuja, hilo la maji na upande wa maji ya kunywa. Lakini mheshimiwa diwani wa viti maalum, diwani mwenzangu Paulina amezungumza swala la hili bwawa. Ni kweli nimekuja hapa na katibu, nakumbuka nilikuja na nikakagua, nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri kipindi hicho. Na hili bwawa mimi naomba niwaambieni ukweli, mimi na tabia kusema ukweli. Hata jana nilipokuwa Mwita nilisema kituo cha afya, nikasema aliyoshiriki kwa kile naenda kituo cha afya ni nani? Nilisema Mary, si ndio? Na hapa nawaambieni hili bwawa, tulikuwa siku hiyo kwenye kikao inafanyika mchakato mahali ya hii bwawa kwenda. Paulina alitoka nje akaniambia, mwenyekiti wa halmashauri, ninaomba hili bwawa tupambane lije na lami. Akampigia mpaka mkurugenzi wa mifugo, wizara ya mifugo, tukapambana bwawa likaja. Na nikaja kukagua hili bwawa. Niliwaambia ni vizuri tu. Hili bwawa, kwa hii udongo mnatoa mnaweka hapa, baada ya muda hii udongo yote itarudi hapa kwenye bwawa itajaa. Kahama lama na ngapi? Kahama si imejaa katibu ya bwawa sasa maudongo. Milioni 400 imeisha, si ndio? Mimi yote twende. Mimi naomba ndugu yangu mtu wa maji, ninajua Mheshimiwa Rais ametoa mitambo kanda yetu ya kaskazini, mitambo kwa ajili ya uchimbaji wa visima, mitambo kwa ajili ya utengenezaji wa mabwawa, na najua sasa hivi haipo Arusha. Nataka wakati mitambo ile inarudi kuja Nanja kurekebisha bwawa la Nanja kumalizia, tulikubaliana ikitoka Nanja iende Mwita. Naomba ikitoka Mwita ije kwenye bwawa hili ili ipunguze udongo huu ili wananchi hao waweze kupata huduma ya maji. Hiyo ndio kazi ya mbunge. Mbunge ni mwakilishi wa wananchi, mbunge ndio msemaji wa wananchi. Mimi ndio mmenipa mamlaka ya kuwasemea, na mimi nataka niwaahidi nitakuwa msemaji wenu usiku na mchana na sitalala ili matatizo yenu yapungue. Tutaleta mashine hapo kama itawezekana, na naomba meneja wa Ruasa, ukitoka wiki hii tuma watu wako waje waipitie bwawa hilo. Waje ofisi ya kijiji, wamchukue mwenyekiti wa kijiji, wampigie diwani, wampigie na mtendaji wa kijiji, muangalie je, kuna uwezekano wa kufanya renovation au kuondoa udongo pale. Kama inawezekana mseme inawezekana, haiwezekani mseme mnawezekana, haiwezekani. Je, mbadala ni nini? Mkishakuja na wataalamu, ili napokwenda mimi Dodoma tarehe 10, tarehe 9 tunaondoka na Dodoma, ili nijue nakwenda kuzungumza nini kwa ajili ya hao wananchi wanaopata shida. Wewe umesikia hapa hakuna maji ya bomba, hakuna ya bwawa. Hebu niambie wananchi wanaishije? Hawa wanaishije? Miaka yote nawaambieni, kuna kata zangu 2, kata 3, Lepruko, Lemoti na Laramie. Tangu kupatikana kwa uhuru hawajawahi kuona maji ya bomba. Hawajawahi. Kwa hiyo nikuombe ukisimama hapa, uchukue na mimi uniambie. Mimi nachukua kwako na mimi napeleka. Kwa hiyo naomba niwaahidi tu kwamba nitapenda na mimi kusimama kuangalia jinsi gani tunakwenda kurekebisha bwawa hili. Nimezungumza jambo hapa mmoja wa mnara, naomba niondoke nayo. Amezungumza mtendaji ya mnara. Allah, naweza hiyo. Naweza kwa sababu kwanza mimi ni mjumbe. Mimi ni mjumbe wa kamati hiyo. Na naye waziri wa mawasiliano Angela Kiwaruki. Nikienda mtaona. Nikifika Dodoma tarehe 14, nataka nimwambie mheshimiwa diwani wa kata, mimi ni mfuatiliaji. Watakuja wataalamu kuangalia hapa mahali pa kujenga mnara wa mawasiliano kwenye kata hii. Hiyo nimeahidi mimi kama mbunge. Na kwenda
Na baada ya kwenda mtaona wataalamu wamekuja kuangalia eneo la kujenga mnara ili mawasiliano yaweze kupatikana kwa wananchi 3022 ambao wamempa Mheshimiwa Rais kura, wamempa mbunge kura na wamempa diwani kura. Nani kama Mama Samia? Kwa hiyo naombeni mnipe hiyo zamani na kwenda na hiyo mnara. Lakini jambo lingine nimezungumza sana la barabara. Watu wa TARURA mko hapa. Nataka ukisimama useme mwaka huu wa fedha 26-27 nara ndio wametengewa nini na nini wamekosa. Uniambie ili tujue ni wapi tunakamata, na msiwe na maneno mengi. Sema kama nara ndio wametengewa hela, ni barabara ipi na kazi gani zinafanyika. Najua jana leo nimeongea na mtu wa manunuzi wa TARURA mkoa wa Arusha. Ameniambia Mheshimiwa mbunge, kesho tunapandisha kazi za mkoa mzima wa Arusha. Na mimi nafungua. Kwanza nitaanza kufungua za Monduli. Kuangalia ni nini mnataka kufanya. Ili mkifanya nitawaambia madiwani wangu wote. Nitamprintia kila mtu BOQ ya kata yake nini kinafanyika. Ili utembee nayo kuwaambia wananchi tunatengeneza kilomita 1, tunatengeneza vifuko 3, tunachonga kilomita 4. Ili wananchi waone hiyo kazi inayofanyika. Kwa hiyo ukisimama hapa na wewe uniambie ni nini kinafanyika na mimi mwaka huu kwenye barabara zetu za TARURA. Nimesikia swala la umeme. Umeme. Ndugu yangu yuko hapa. Nadhani nimemwona manager. Utasimama umesikia. Na mimi wewe ni rafiki yangu sana. Lakini sasa naona kama swala la umeme kidogo tunaenda si. Haendi burudani. Usinipige nani zile kama mimi ninavyopiga hapa. Hebu piga zile sasa za kitaalamu. Mwambie sasa kama nyumba 3. Hivyo unakusanyaje hela hii umeme wote umepita hapa. Usiposambaza transformer hiyo hapa. Usiposambaza hivi unapataje hela serikali? Alafu nimekwambia pale kwa Masaningo upeleke umeme. Na useme leo hapa. Unapeleka kwa Masaningo lini umeme? Nimetoa upendeleo wa kipekee. Mimi mbunge bana. Useme hapa. Au umepiga makofi kwa Masaningo? Anasema baba wewe. Sie. Tena hero na Monduli wewe. Wewe ukisimama hapo uniambie. Hao watu wanadaiwa umeme lini? Nikakuchomekana ya kwangu. Uniseme hapa fulani. Kwa hiyo na umeme yuko hapa. Lakini kuna jambo limezungumzwa hapa la malisho. Kwa sababu kila mmoja anataka asikie hiyo. Mnakumbuka alipokuja Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Alipokuja Mtwambo. Nilisimama nikamwambia natamani eneo lililoko Monduli ambalo ni la mafunzo ya kijeshi na malisho ya mifugo lisitolewe fidia. Si ndio? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu alinipa nafasi na mimi nikaongea na simu moja. Na baada ya ile simu Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa tamko kwamba ile eneo la Ngorika lililoko Monduli litaendelea kuwa eneo la mafunzo ya kijeshi na malisho ya mifugo na fidia itatolewa. Nataka niwahakikishie wana Monduli, hususan kata hii ya Nararamia ambao na nyinyi ni wadau wakubwa eneo hilo. Tumshukuru sana na tuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa maamuzi na ya hekima na ya busara iliyotamkwa na Waziri Mkuu juu ya eneo lile kwamba litatolewa fidia ili libakie kama awali, kama wananchi wa Monduli zaidi ya 3,000 walioondolewa kwenye eneo ile na hao wengine ambao walipata maeneo bila kufuata utaratibu iwe ni mali ya Watanzania wote. Jeshi la wananchi linafanya mazoezi na sisi wana Monduli tunakwenda kulisha na hakutakuwa na fidia. Na mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kauli hiyo iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na naomba wana Monduli wote kwa pamoja tuipongeze kauli hiyo ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna mtu mwenye swali kwenye hilo? Kuna mtu mwenye swali kwenye hilo? Sipori lipo. Lakini bei yake. Nimesikia swala la baraji. Nilipokuwa mwenyekiti wa halmashauri jambo hilo nilishamaliza. Na niwaombe madiwani wawili wa kata ya Meserani na kata ya Nararamia. Baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Monduli walishatoa mapendekezo nini kifanyike ili vijiji hivi viwili vipate sasa kuwa na hati halali ya vijiji vyao. Na mimi niwaombe wataalamu wa halmashauri ya wilaya ya Monduli waende sasa wakamalize mgogoro huo
out tatizo hilo, ili vijiji vile vipimwe vipate hati. Na nawaomba sana eneo la Naibaraji iende kaekewa hati ya malisho ya pamoja. Narudia kusema, niwaombe wananchi wa Monduli, hususan kata hii ya Nalarami, Meserani na Meita. Safi. Mimi kwa majina naitwa Natasho Msuya. Ni kweli Nalarami kuna tatizo la wanyamapori, lakini kuna juhudi serikali imefanya, imekamilika kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya kuja ya matukio ya tembo. Kwa hiyo serikali imefanya swala la tembo na doria zingine, lakini hususani kwenye tembo. Jambo jingine naomba nilizungumzie kuhusu Ranger Post. Juzi nimewasiliana na injinia na uongozi wa Ngorongoro, akasema aliandika barua tayari wizarani ili watoe utaratibu wa matumizi wa hii Ranger Post. Hivi ameniambia kwa kuwa nimemkumbusha, amepiga wizarani, wanashughulikia na watatuma wataalamu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, iko katika hatua ya makabidhiano na halmashauri. Kwanza ni kata hii ya Nalarami kwa sababu haina hata chanzo cha maji. Ni kisima kimoja tu kiko Lengoloriti, lakini chenyewe hakitoshelezi kutokana na maji yake sio mengi. Mheshimiwa Mbunge na ndugu wananchi wa Nalarami, naomba muendelee kuiamini serikali yetu ya awamu ya 6. Katika yale maji ya vijiji 13, kata ya Nalarami ina vijiji 3, Nalarami, Lengoloriti na Engorika ndio vijiji nufaika katika mradi ule. Na Mheshimiwa Mbunge, kama nilivyokuomba, tarehe 22 kesho kutwa tutaenda Dar es Salaam, ambao tarehe 23 tutakuwa na kikao na wale wazalishaji wa mabomba kwa ajili ya kwanza kupakia yale mabomba kuja eneo la Ngaramtoni kwa ajili ya ulazaji. Niwaombe wana Engorika na wana Nalarami tuendelee kuiamini serikali yetu ya awamu ya 6, kwani Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza mradi huu wa vijiji 13 ambao utanufaisha na kijiji hiki cha Nalarami. Mheshimiwa Mbunge, kuhusiana na ile bwawa, naahidi hapa baada ya kutoka Dar es Salaam nitashirikiana na wataalamu wa bonde la maji, nitakuja kuonana na mwenyekiti wa kijiji cha Nalarami ambaye ni rafiki yangu sana, na Mheshimiwa Mbunge tutatembelea ile bwawa, na pindi ile mitambo itakapokuja pale Nanja, ikarabati Nanja pale, sababu itakuja ni seti kubwa. Kuna mingine itakuja Moita pale kwa ajili ya kurekebisha ule utoro wa maji, na vile vile tutakuja kushimba hapa angalau kwa muda wa miezi 3 hata mvua zikinyesha, wananchi hao waweze kupata angalau maji ya kutumia, wapoze kiwi wanaoikabiliana mpaka sasa hivi. Mheshimiwa Mbunge, niwaahidi wana Nalarami sitawaangusha. Naomba muendelee kutuamini na tutapambana kuhakikisha mnapata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Asante sana. Basi naomba nitoe ufafanuzi kuhusu vitongoji na maeneo ambayo hayana maji. Ndugu wananchi, ndugu zangu wa Nala, miaka 5 nyuma tulipewa lengo la kupeleka umeme katika kila kijiji. Tunashukuru mpaka kufikia mwaka jana mwezi wa 6 vijiji vyote vilipata umeme. Mwezi wa 7 mwaka jana tulipewa lengo la kuanza kupeleka umeme katika vitongoji, na hilo zoezi tayari limeshaanza. Hadi ninapoongea sasa hivi ndani ya wilaya yetu tuna vitongoji 34 ambavyo tunategemea kupelekea umeme mwaka huu. Hivyo vitongoji 34 tukishakamilisha, tutakuwa tumesalia na vitongoji 55. Hivyo vitongoji 55 tunategemea kuvipelekea umeme kabla ya mwaka 2030. Kwa hiyo tuna miaka 5 ambayo tumepewa tena kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji. Kwa hapa kwetu kata ya Nala, kwa kumbukumbu tulizonazo, tuna vitongoji 3 ambavyo kabisa havina umeme. Vitongoji 4 tayari umeme umeshafika kwenye senta za vijiji, ingawa haujasambaa kufikia kila kaya. Ili zoezi la kupeleka umeme katika vitongoji
litaambatana na zoezi tunaita designification au ujazilizi, kwa maana ya kwamba yale maeneo ambayo yamepata umeme, kwa mfano hapa Nala limejengeka sasa hivi, naona kuna mabomba mengi ya kisasa yamejengwa, lakini hayafikiwa na umeme wakati tunaleta umeme. Kwa hiyo tutakuwa na ile zoezi la ujazilizi ili kwenda kuwafikia sasa haya maboma ambayo yanahitaji umeme. Hii tunakwenda nayo kuanzia bajeti ya mwaka huu ambao waheshimiwa wametoka kuipitisha, na hadi kufikia mwaka 30 vitongoji vyote vitakuwa vimepata umeme. Naomba kuwasilisha taarifa. Mgogoro ule ulikuwa unahusiana na makubaliano ya mpaka. Kwa masikitiko makubwa, tulipata ufadhili kipindi kile wa shirika la UCRT kwa ajili ya upimaji wa vijiji hivyo, lakini kipindi kile tulikuwa na changamoto. Tulifanya vikao zaidi ya 15 hivi ili tupate muhtasari wa makubaliano ya mpaka, ikawa tumeferi. Lakini kama unakumbuka kipindi kile, wakati huko mwenyekiti wa halmashauri 2021 uliunda kamati jumuishi ambayo ilijumuisha wataalamu, watu wa usalama pamoja na waheshimiwa madiwani, na tulifanya kazi kubwa sana na tulitoa mapendekezo ya mpaka ambao unatakiwa uwe pale, na baada ya kamati kukamilisha ulitembelea pia eneo lile na kuona yale mapendekezo ya kamati. Lakini changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo pale, tulikosa makubaliano tu ya pande mbili. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kwa nafasi yako sasa tuweze kurudi pale kwa ajili ya kupata makubaliano, na changamoto kubwa kwa yale mapendekezo ambayo yalifanyika hayakuwa shida kwa upande wa Engorika, lakini kwa upande wa wenzetu wa Meserani Bwawani kidogo ilikuwa hawajaridhia na ule mpaka. Kwa hiyo ikawa tumekwamia hapo. Kwa hiyo ni sehemu ya kukwamua kidogo kwenye kupata muhtasari ambao utatuidhinishia sasa, ili tuweze kurudi pale tufanye makubaliano, tupime vijiji viendelee na taratibu za malisho. Baada ya hayo, ule ushauri wako wa kupima mbuga yote ya malisho tulishaanza mapitio kwa baadhi ya vijiji. Ni ishu ya kuanza upya tu kurudia ule mchakato ili tuweze kukamilisha zoezi hilo. Asante sana.